Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo tumekutana tena katika majlisi yetu tukiwa tupo katika mwezi miongoni mwa miezi mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tupo katika mwezi wa Rajab. Rajab ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim. Mwenyezi Mungu anasema hakika ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo 12. Toka siku ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anaumba ulimwengu, lakini katika miezi hiyo 12 Mwenyezi Mungu anasema minha 4 hurum, kuna miezi minne mitukufu. Kwa hiyo katika miezi minne mitukufu, miongoni mwa hiyo miezi minne mmojawapo ni mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu. Kuna mwezi unaitwa Dhulqaada, ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu. Kuna mwezi unaitwa Dhulhijja, ni katika miongoni mwa miezi mitukufu. Kuna mwezi unaitwa Muharram, ni katika miongoni mwa miezi mitukufu. Kisha unakuja kufuatia mwezi wa Rajab. Mitatu imekaa ipo mutawaliyat, imefuatana, na mmoja umekaa peke yake ambao ni Rajab. Hii ndiyo miezi minne mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi hivi sasa tupo katika miezi minne mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo huu mwezi wa Rajab ambao tupo ndani yake. Na Mwenyezi Mungu anasema fala tudlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo minne. Fala tudlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo minne. Kudhulumu nafsi maana yake mtu asifanye maasi katika miezi hiyo minne. Wakati wa jahilia kabla ya mtume, ilikuwa katika miezi hii watu walikuwa hawapigani vita, watu walikuwa hawamwagi damu. Lakini pia baada ya ujio wa mtume, katika miezi hiyo vile vile watu walikuwa hawapigani vita, lakini pia watu walikuwa wanajiweka mbali na maasi, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu, msifanye maasi katika miezi hiyo minne mitukufu. Yule ambaye atakayekuwa anafanya katika miongoni mwa hasanati, katika mambo mema, malipo yake yanakuwa ni maradufu, yanakuwa ni makubwa zaidi kulikoni katika miezi mingine. Na kinyume chake ni kwamba yule ambaye atakayekuwa anafanya maasi, maana yake na malipo yake yanakuwa ni makubwa ya yale maasi aliyofanya kulikoni katika miezi mingine. Kwa hiyo mtu akifanya kheri, malipo yake yanakuwa ni makubwa, na mtu akifanya shari, maana yake akifanya maasi katika mwezi huu wa Rajab, maana yake na malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi ya yale maasi aliyokuwa ameyafanya. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo minne. Sasa tupo katika mwezi huu wa Rajab. Mada yetu ya leo au somo letu la leo katika majlis, tunakusudia kuelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndiyo mwanasayansi wa kwanza kwenda kutembea au kufika katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya wanasayansi wengine. Hii ndio itakuwa somo letu la leo au darsa yetu ya leo, kwamba Mtume ndiyo mwanasayansi wa kwanza kwenda kutembea katika space au kwenda katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya wanasayansi wengine wote waliopita. Hii ndio itakuwa anwani ya mada yetu ya leo. Lakini kabla ya kwenda huko, tuweze kujua kwamba kwa nini mwezi wa Rajab
umekuwa ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu? Kwa nini Rajab umekuwa ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu? Kwa nini umepata sharafu? Kwa nini umepata utukufu huo, kwamba Rajab umekuwa ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu? Kwanza ulama wanatuambia ndipo ambapo limetokea tukio la Isra wal Mi'raj, tukio la mtume kutoka Makka kuelekea Palestina, na alipotoka Palestina kuelekea katika arshi ya Allah, katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukio hilo limetokea katika mwezi wa Rajab. Hili ni jambo la kwanza ulama wanataja, ndio sababu ikapelekea kwamba mwezi huu wa Rajab ukapata utukufu, ukawa ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu. Ni kwa sababu kulitokea tukio la Isra wal Mi'raj, ambapo ni katika miongoni mwa muujiza mkubwa wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, mpaka wapo baadhi ya wanawachuoni wakaandika vitabu mbalimbali, akiwemo mwanawachuoni ambaye anaitwa Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, ameandika kitabu kinaitwa Al-Mu'jizatul Kubra, akiwa anaelezea muujiza mkubwa wa mtume kuelekea katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukio hilo ulama wanasema limetokea katika mwezi wa Rajab. Lakini vile vile tukio la pili ambalo limetokea katika mwezi wa Rajab ni tukio la kubadilishwa kwa kibla. Mwanzoni, kabla ya sisi kuelekea katika haramu ya Makka, tulikuwa tunaelekea katika msikiti wa Aqsa, Baitul Muqaddas. Kibla yetu ilikuwa kule, lakini katika mwezi huu wa Rajab ndio likatokea tukio la kubadilishwa kwa kibla. Watu wakaacha kuelekea kule Baitul Muqaddas kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaanza kuelekea katika haramu ya Makka. Tukio hilo lilitokea katika mwezi wa Rajab. Lakini tukio la tatu ni tukio la vita vya Tabuk. Vita vya Tabuk ni katika miongoni mwa vita ambavyo Waislamu walipigana kwa dhiki, Waislamu walipigana kwa tabu kubwa sana na dola ya Rome. Waislamu walipigana vita vya Tabuk na dola ya Rome kwa mazingira magumu na wakati mgumu, jua likiwa kali, hali ikiwa mbaya sana katika vita ya Tabuk, kiasi ambacho Waislamu baadhi walikufa kwa ajili ya kiu katika vita vya Tabuk. Tukio hilo lilitokea katika mwezi wa Rajab, kwamba Waislamu walipigana vita na dola ya Rome, dola ambayo kihistoria ni dola kubwa sana, lakini Waislamu walipigana vita hiyo ya Tabuk katika mwezi huu wa Rajab katika mazingira ya tabu, na walillahi alhamdu wakafanikiwa katika vita hiyo. Kwa hiyo ni tukio ambalo limetokea katika mwezi wa Rajab. Lakini tukio lingine ni tukio la kuingia katika Uislamu Sayyiduna Umar. Tukio la kuingia katika Uislamu kwa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Ulama wa tarikhi wanasema Sayyiduna Umar aliingia katika Uislamu katika mwezi wa Rajab, na mtume aliomba dua autie nguvu Uislamu kwa kuslimu kwa Umari wawili, mmoja wapo akiwemo ni Umar ibn al-Khattab, na aliingia katika Uislamu katika mwezi wa Rajab. Na tunaposema Umar ni nani, kila mmoja anajua Umar ni nani katika Uislamu. Kwa hiyo aliingia katika Uislamu katika mwezi wa Rajab. Lakini tukio la tano ulama wanatuambia ni tukio la kupanuliwa kwa msikiti wa Aqsa. Ulivyokuwa umejengwa mwanzo, lakini baada ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuja, msikiti wa Aqsa ulitanuliwa. Ni tukio ambalo lilitokea katika mwezi wa Rajab. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya matukio ulama wanayataja yalitokea katika mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ukiangalia utaona kwamba ni mwezi ambao umebeba historia ya vitu vingi ndani yake, umebeba historia ya vitu vingi ndani yake, na kuna baadhi ya mambo mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anajua ni kwa nini kauweka mwezi wa Rajab kuwa ni katika miongoni mwa miezi minne mitukufu. Kwa hiyo tunapozungumzia mwezi wa Rajab, kuna matukio mengi ya kihistoria katika Uislamu yaliyotokea katika mwezi wa Rajab, na ndio ulama wanasema imekuja katika riwaya
Mtume alikuwa akiomba dua sallallahu alayhi wa alihi wasallama kila ilipokuwa inaingia au unaingia mwezi wa Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, Mwenyezi Mungu tunakuomba utubariki katika Rajab wa Shaaban, na utubariki katika mwezi wa Shaaban, wa ballighna Ramadhan, lakini tunakuomba utufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Mtume ilikuwa akisikika akiomba hiyo dua sana katika mwezi wa Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadhan, Mwenyezi Mungu tunakuomba utubariki katika mwezi wa Rajab, lakini pia utubariki katika mwezi wa Shaaban, na tunakuomba utufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Ni dua ambayo Mtume alikuwa anasikika sana akiomba katika mwezi wa Rajab. Kwa hiyo hii ndiyo sababu unaona mwezi wa Rajab umepata sharafu. Hii ndiyo sababu unaona mwezi wa Rajab umepata utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapozungumzia miezi minne mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ipo minne, miongoni mwayo katika hiyo minne ukiwemo mwezi huu wa Rajab ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja ndani ya Qur'an. Sisi tunakusudia kuelezea tukio moja la kihistoria katika matukio hayo matano yaliyotokea katika mwezi huu wa Rajab, na ndiyo sababu ikapelekea mwezi huu ukapata utukufu. Na tukio lenyewe si lingine, ni tukio la Isra wal Mi'raj. Ni tukio la Mtume kutolewa Makka kupelekwa Palestina, na kutoka Palestina kupelekwa katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakusudia kuelezea tukio hilo, lakini tukiwa tunalenga kuelezea muujiza wa Mtume, ni namna gani aliweza kutoka pale Makka akaelekea Palestina, na kutoka Palestina akaelekea ila samai al-a'la, mpaka wingu wa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume aliwezaje hivyo? Na tunatambua ya kwamba safari ya kutoka Makka kuelekea Baitul Maqdis ni safari ya miezi mitatu. Ulama wanasema zama zilizopita watu walikuwa wakisafiri kwa miezi mitatu, dhihaban wa iyaba, kwenda na kurudi. Kutoka Makka kuelekea Palestina walikuwa wakienda kwa muda wa miezi mitatu kwa mwendo wa ngamia, wanasafiri, unakwenda na unarudi kwa miezi mitatu. Sasa Mtume aliwezaje kutoka Makka mpaka Palestina kwa muda usiozidi lisali moja, usiozidi lisali moja, sio masaa mawili wala matatu? Aliwezaje Mtume kutoka Makka mpaka Palestina, na kutoka Palestina akaelekea ila samai al-a'la, mpaka wingu wa juu? Sasa hapa ndiyo kwenye swali la msingi, na ndiyo mada yetu au somo letu linajikita kwenye kuelezea kwamba Mtume ndiyo mwanasayansi wa kwanza kwenda space, kwenda katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma katika historia utakuta kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa Yuri Gagarin. Alikuwa akiitwa Yuri Gagarin, ambaye alikuwa ni raia wa Umoja wa Kisovieti wakati huo. Leo inaitwa Urusi, lakini zamani ilikuwa inaitwa Umoja wa Kisovieti. Yuri Gagarin ndio mtu ambaye anatajwa 1961 kuwa ndiyo mwanadamu wa kwanza aliyeweza kutoka duniani akafanikiwa kwenda space, kwenda anga ya juu, kwamba ndiyo mwanadamu wa kwanza. Yuri Gagarin ambaye ni Mrussia, 1961 ndio mwanadamu wa kwanza anasemwa. Lakini baadaye 1969 akatokea mwanasayansi mwingine aliyekuwa akiitwa Neil Armstrong. Neil Armstrong ni Marekani, inasemekana pia naye akafanikiwa kwenda space baada ya Yuri Gagarin. Baadaye akafuatia Neil Armstrong 1961 Yuri Gagarin, 1969 Neil Armstrong anatoka duniani anakwenda space, anakwenda anga za juu. Hawa wanatajwa kuwa ni wanasayansi waliopata mafanikio makubwa, walioweza kutoka duniani wakaweza kwenda space. Wanasayansi wanasema kwamba Yuri Gagarin alikwenda anga za juu, alikwenda akaizunguka dunia. Yuri Gagarin alizunguka dunia, lakini Neil Armstrong alifanikiwa kwenda space, akashuka. Aliposhuka akatembea.
japokuwa kuna baadhi ya wanasayansi wanapinga, wanasema ni uongo kwamba Neil Armstrong hakufanikiwa kwenda kutembea space, japokuwa kuna baadhi ya video zinaonyesha mpaka leo zipo, lakini wataalamu wa mambo wanasema ni video za kutengeneza. Neil Armstrong hakufanikiwa kwenda kutembea space, lakini wanasayansi wengi wanasema kwamba Neil Armstrong alifanikiwa kwenda kutembea space. Tuchukua hiyo kauli, japokuwa haina nguvu na kuna baadhi ya wanasayansi wanapingana nayo, lakini tuchukue hiyo kauli kwamba alifanikiwa. 1969 alifanikiwa kwenda space akatembea. Tuchukue hiyo kauli. Tuchukue na kauli nyingine ya Yuri Gagarin 1961, na yeye alifanikiwa kwenda kuizunguka dunia. Tuchukue hiyo kauli na yenyewe kwamba wote wawili walifanikiwa kwenda space. Lakini swali la kujiuliza, wao walifanikiwa kwenda 1961 na 1969 wote wawili. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama wakati hao wamekwenda katika miaka hiyo, yeye tayari alishakwenda miaka 1400 nyuma iliyopita. Mtume tayari alishaenda space na akavuka space. Manake Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu zipo 7. Ameumba mbingu ziko 7 na vile vile ameumba matabaka 7. Sasa wao hawakufanikiwa kufika hata katika mbingu ya kwanza, hawakufanikiwa kufika, lakini mtume yeye alifanikiwa kufika mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka ya 7. Na hili Mwenyezi Mungu analithibitisha ndani ya Qur'an katika suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mwenyezi Mungu anasema subhanalladhi asra, ametakasika yule ambaye aliyempeleka, asra aliyempeleka, abdihi biabdihi aliyempeleka mja wake, lailan sehemu ya usiku, minal masjidil harami kutoka msikiti wa pale Maka, ilal masjidil aqsa mpaka msikiti wa Palestine Baitul Maqdis. Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba yeye ndiye aliyempeleka mja wake kutoka Maka mpaka Palestina. Mwenyezi Mungu anathibitisha hivyo, na ulama wanasema Mwenyezi Mungu anapoanza na kujitakasa yeye, subhanalladhi, ametakasika. Mwenyezi Mungu akianza na kujitakasa, maana yake kinachokuja baada ya kujitakasa kinakuwa ni kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo ulama wanasema tukio la mtume kutolewa Maka kupelekwa Palestina ni tukio ambalo amelifanya Allah subhanahu wa ta'ala, na halitakiwi kuwa na shaka, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu akilitaka lake, akisema kuwa, linakuwa. Unaweza ukajiuliza katika akili za kibinadamu za kawaida kwamba inawezekana vipi safari ya miezi 3 kisha Mwenyezi Mungu amchukue mja wake kwa sehemu ya usiku ndani ya lisali moja, amtoe pale Maka ampeleke Palestina? Kibinadamu inakataa. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni safari ya kiuungu, ilikuwa ni safari iliyoandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utakiwi kuweka shaka ndani yake, kwa sababu jambo la Allah subhanahu wa ta'ala akitaka, akisema kuwa, linakuwa. Sasa kibinadamu unaweza ukaweka mashaka, lakini kwa kuwa ni jambo kalifanya Mwenyezi Mungu, huwezi kuwa na mashaka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba yeye ndiye aliyempeleka mja wake kumtoa haramu ya Maka akampeleka Palestina, lailan, sehemu ya usiku. Neil Armstrong, wanahistoria wanasema alitumia siku 11. Neil Armstrong alitumia siku 11. Alitumia chombo kinaitwa Apollo kutoka hapa duniani kwenda space, alitumia siku 11. Lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakutumia chombo cha aina yoyote, bali mtume alitumia sehemu ya usiku kwa lisali moja kutoka duniani Maka mpaka Palestina,
kutoka Palestina ila samai al-a'la, mpaka mbingu ya juu, mbingu ya 7, alitumia lisali moja kufika kule. Neil Armstrong yeye hakufika mbingu ya kwanza, hakufika, alitumia siku 11. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tunapozungumzia mwanasayansi wa mwanzo, maana yake unamzungumzia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, sio Neil Armstrong wala yule Yuri. Wote wawili hawa walikuja baada ya Mtume, bali ukisoma katika historia hajapatapo kutokea mwanasayansi mwingine aliyemzidi Mtume kufika mbingu ya 7, hajapatapo kutokea mpaka leo. Hakuna mwanadamu, hajaumbwa mwanadamu huyo wala mwanasayansi aliyetokea katika ulimwengu aliyeweza kufika hata mbingu ya 3, hakuna. Sio mwanadamu wa kawaida na wala sio mwanasayansi yoyote, isipokuwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana topic yetu ya leo tukasema kwamba mwanasayansi wa mwanzo ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko wanasayansi wengine wote waliopita. Ukisoma safari ya Isra wal Mi'raj ambayo imetokea katika mwezi huu wa Rajab, inathibitisha na kuonyesha kwamba Mtume ni basharun la kalbashar, ni mwanadamu lakini sio kama walivyo wanadamu wengine. Ni mwanadamu lakini sio kama walivyo wanadamu wengine, kwa sababu kama ukijifikiria iliwezekana vipi mwanadamu huyu akatolewa kutoka Maka kwenda Palestina kwa muda wa lisali moja, akatoka pale akaenda mbinguni, iliwezekana vipi? Utagundua kwamba huyu ni basharun la kalbashar, ni mwanadamu lakini hawezi kuwa sawa kama mimi na wewe, kwa sababu wewe hujawahi kugundua hata ndege tu hujawahi kugundua, pengine ikavuka ikaenda mpaka mbingu ya kwanza ukuwahi, lakini Mtume aliweza kufika kote huko. Kwa hiyo ni basharun la kalbashar, inaonyesha kwamba Mtume alikuwa ni mwanadamu lakini sio kama walivyokuwa wanadamu wengine. Kwa hiyo ni safari ya kimiujiza ambayo iliandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoka duniani kuelekea katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume ndio mwanasayansi wa mwanzo, na ukisoma Mtume mwenyewe ni ilmu. Kila ilmu unayoitaka wewe ipo kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwemo hiyo elimu ya science. Mimi nitawanukulia baadhi ya wanawachuoni wanasayansi wa Kiislamu ambao ukisoma katika historia walikuwa ni wanawachuoni wakubwa wa Kiislamu, lakini wakaja kuwa ni wanasayansi wakubwa kupitia elimu hii ya dini ambayo leo tunaisoma alif bei. Walikuwa ni mashekhe, ni wanawachuoni, lakini baadaye wakaja kuwa ni wanasayansi wakubwa na wagunduzi na watafiti mbalimbali, lakini hawa walipokea elimu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba mwanasayansi wa mwanzo kwenda mbinguni, kwenda space, alikuwa ni Bwana Mtume Muhammad. Sio kwenye elimu hiyo tu, sio kwenye elimu hiyo, bali kwenye elimu nyingine utakuja kuona kuna wanasayansi, utakuja kuona kuna watafiti mbalimbali wa Kiislamu walifanya gunduzi mbalimbali ambazo mpaka leo zinatumika tafiti zao katika vyuo vikuu mbalimbali duniani. Ukimsoma kuna sahaba alikuwa akiitwa Ubaidillah ibn al-Jarrah. Ukisoma katika historia Ubaidillah ibn al-Jarrah, huyu alikuwa ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sahaba huyu katika lugha ya leo tungemuita kama vile Juma Aweso, yule waziri wa maji, kwa sababu wakati wa Mtume alimpa jina akamuita muhandisul miyah. Alikuwa ni muhandisul miyah, alikuwa ni injinia wa maji. Mtume alimpa jina hilo Ubaidillah ibn al-Jarrah. Kwa sababu gani Mtume alimpa jina hilo? Alimpa jina hilo kwa sababu wakati Waislamu wanahamia katika mji wa Madina, Waislamu wakati wanahamia katika mji wa Madina walikuta pale Madina kuna tatizo la magonjwa ya kuharisha. Watu walikuwa wanaharisha, na sababu ya magonjwa ya kuharisha ilikuwa wanakunywa maji yaliyotuama. Wanyama walikuwa wanakunywa katika madimbu yale yale, na binadamu walikuwa wanachota katika maji yale yale. Kwa hiyo walikuwa wanazalika bakteria mle ndani. Wale bakteria binadamu wakinywa yale maji, mwisho wa siku wanapata magonjwa ya kuharisha. Sasa Mtume alipohamia Madina aliikuta hii hali, bali wanawachuoni wanataja
sababu ya kifo cha baba yake Mtume mzee Abdullah, sababu ya kifo chake alipata ugonjwa wa kuhara, yani alipata ugonjwa wa tumbo. Alipotoka Makka alikwenda Madina kuwatembelea wajomba zake Banu Najjar. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, baba yake upande wake wa umamani ulikuwa kutokea Madina, ni ukoo wa Banu Najjar. Sasa baba yake Mtume mzee Abdullah akiwa ni kijana wa miaka 18, mama Amina ana ujauzito wa Mtume, akatoka baba yake Mtume mzee Abdullah akaenda kutembea Madina kuwatembelea wajomba zake Banu Najjar. Alipofika kule akakaa kama muda wa wiki mbili. Baada ya kukaa kwa muda wa wiki mbili, akawa anakunywa yale maji ya Madina ambayo yametuama, madimbi walikuwa anakunywa. Wakati anarejea akapata ugonjwa wa kuharisha, ugonjwa wa tumbo. Akafika mahala panaitwa Abwa. Abwa ni kijiji kipo baina Makka wal Madina, kipo katikati ya Makka na Madina. Akapata ugonjwa wa kuharisha. Ule ugonjwa ukampelekea kuumwa sana, na mwisho wa siku akafariki kabla ya kufika Makka. Yupo njiani anarejea kutoka Madina kuelekea Makka, anarudi nyumbani. Kwa hiyo akafariki akiwa katika kijiji kinaitwa Abwa. Sababu ya kifo chake ni ugonjwa wa tumbo kutokana na yale maji aliyokuwa amekunywa Madina. Kwa hiyo Mtume naye alipotoka Makka katika hijra yake, alipohamia katika mji wa Madina, baada ya kufanya visibility study, kufanya utafiti wa kina, upembuzi yakinifu na hali ya Madina, akagundua sababu inayopelekea watu wanakufa na magonjwa ya kuhara ni haya maji tunayokunywa. Na aliyefanya utafiti alikuwa ni nani? Aliyefanya utafiti alikuwa ni Ubaidillah ibn al-Jarrah. Yeye ndio alitumwa na Mtume kwamba nenda kafanya utafiti kwamba ni kitu gani ambacho kinapelekea mpaka watu wanapata magonjwa ya tumbo. Kwa hiyo Ubaidillah akaenda akafanya utafiti, mwisho wa siku akaja akaleta jibu kwa Mtume kwamba sababu inayopelekea watu wanaumwa na magonjwa ya kuhara ni maji tunayokunywa. Nini tufanye? Ubaidillah akampa mawazo Mtume, akamwambia tuchimbe visima katika milima, maji yao yanatiririka. Tuchimbe visima katika milima, maji yao yanatiririka. Watu wenye maji yanayotiririka, magonjwa ya kuhara yataondoka. Mtume akachukua ile rai ya Ubaidillah, kweli wakachimba visima katika milima, wakawa wanapata maji yanayotiririka. Baada ya muda ule ugonjwa wa kuhara ukaondoka katika mji wa Madina. Mtume akampa jina, akawa anamuita Muhandisul Miyah, kwamba wewe ni injinia wa maji, kwa sababu aliweza kufanya utafiti na akaleta solution ya changamoto iliyokuwa inawakabili watu wa Madina. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hata wakati wa Mtume kulikuwa na watu ambao walikuwa wanafanya tafiti na gunduzi mbalimbali na namna gani wanaweza wakaleta solution ya changamoto mbalimbali katika jamii, akiwemo Ubaidillah ibn al-Jarrah. Lakini ukisoma katika historia kuna wanasayansi maarufu sana ambao nao ukisoma katika silsila za ilmu zao zimefika mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna mwanawachuoni alikuwa anaitwa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni mwanawachuoni ambaye alizaliwa mwaka 780, amefariki mwaka 850. Al-Khawarizmi, wanawachuoni wanamtaja kwamba huyu alikuwa ni baba wa aljebra. Wanafunzi wanaosoma hesabu za aljebra, basi mgunduzi wake alikuwa ni Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi huyu ni mwanawachuoni wa Kiislamu, ni mwanawachuoni wa Kiislamu. Ndio maana leo watu wakitaka kumpima mtu kielimu wanampima kwa makaratasi, kwamba bwana, tunaomba CV yako, umesoma wapi, ulete certificate yako pale. Lakini ukisoma katika historia, Al-Khawarizmi ni mwanawachuoni ambaye alikuwa hana certificate, yani alikuwa hana degree, wala alikuwa hana masters, wala alikuwa hana PhD, wala hakuwa professor. Lakini aliwezaje kufanya ugunduzi wa mathematics? Aliwezaje? Ni kwa sababu alimsoma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo unapozungumzia mgunduzi wa hesabu za aljebra unamzungumzia Al-Khawarizmi, ni mwanawachuoni wa Kiislamu. Bali ukirejea nyuma walioasisi elimu ya mathematics katika historia ni Waislamu, japokuwa ilikuwepo kabla ya Mtume,
Lakini baada ya ujio wa mtume, elimu ya mathematics ilipata maendeleo makubwa. Mtume alikuwa ni annabiyul ummi, alikuwa ni mtume ambaye asiyejua kusoma, bali wanawachuoni wanasema al-ummi haina maana kuwa alikuwa hajui kusoma tu, yani kwa maana ya kusoma na kuandika. Yani atajua kusoma vipi hali ya kuwa yeye mwenyewe mtume ndio elimu? Wanawachuoni wanasema hivyo. Yani annabiyul ummi maana yake ni kwamba unamwambia mtume asome nini hali ya kuwa yeye mwenyewe mtume ndio elimu. Yani unapomwambia mtu akasome, maana yake kuna kitu anatakiwa asome, wakati mtume yeye ameletwa kwa sisi kuwa ni elimu, tusome kupitia bwana mtume Muhammad. Kwa hivyo wako baadhi ya wanawachuoni wanasema annabiyul ummi haina maana kuwa mtume alikuwa hajui kusoma na kuandika. Ukitafsiri hivyo, maana yake unakuwa kama unamdogosha mtume, bali wanasema annabiyul ummi kwamba huwezi kumwambia mtume akasome hali ya kuwa mtume mwenyewe ni elimu. Bali imekuja ndani ya hadithi au zimekuja hadithi mbalimbali, mtume anasema innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, kwamba mtume ameletwa kuja kutimiliza tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo kama kuna watu wanahitaji kusoma tabia, wanatakiwa wamsome bwana mtume Muhammad. Kama kuna mtu anahitaji kusoma tabia, basi inatakiwa amsome mtume. Kwa hiyo elimu zote asili yake zinatokana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali ukisoma katika sheria ya Kiislamu kuna ilmu al-faraidh, elimu ya mirathi. Elimu ya mirathi ni elimu ambayo ndani yake ina mahesabu, kuna mathematics ndani yake. Yani kama hujui hesabu, elimu ya mirathi huiwezi, hata kwa viboko huiwezi. Kuna somo la zaka. Zaka ni hesabu, kwa sababu utaambiwa kuna nisab, kiwango ni hesabu. Tutakwambia kwamba mbuzi unao wangapi, pengine 40, wanatakiwa watolewe mbuzi wangapi katika mbuzi 40, pengine labda ni dhahabu gramu ngapi, pengine ni mali ya biashara kiwango gani, yote ni hesabu hiyo. Pengine una pesa utoe kiwango gani, ni hesabu. Kwa hiyo maana yake kama hujui mathematics, elimu hii pia nayo iwezi. Lakini aliyekuja kuifundisha elimu hii alikuwa ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo elimu ya mirathi imefundishwa na mtume, ni hesabu. Huwezi kusema mtume alikuwa hajui kusoma wala kuandika, wala huwezi kusema mtume alikuwa hana elimu, kwa sababu yeye ndo asili ya elimu, ni bwana mtume. Elimu ya hesabu ilikuja kufundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo al-Khawarizmi ni katika miongoni mwa wanawachuoni wa Kiislamu, na alikuwa hana certificate, hana degree, hana diploma, wala hakuwa profesa. Bali unaweza ukaenda mbali zaidi. Kuna mwanafalsafa mmoja maarufu, mwana science, anaitwa Albert Einstein. Wanafunzi wengi mtakuwa mnamsoma, mnamjua Albert Einstein. Wanasema kuwa ndio mwanadamu genius kuliko mwanadamu mwingine yoyote aliyewahi kutokea katika ulimwengu, which is not true. Mimi sikubaliani nacho kitu hiko, kwamba Albert Einstein kuwa ndio mwanadamu genius kuliko watu wote. Mimi sikubaliani nacho hiko kitu, na sikubaliani nacho kwa sababu ya kwanza, Albert Einstein alikuwa ni katika miongoni mwa wale watu wanaoitwa atheism. Alikuwa ni atheist, ni katika miongoni mwa watu ambao hawaamini kama kuna Mungu. Albert Einstein ulikuwa ndio msimamo wake, wakiwemo wakina Aristotle, yule mwanafalsafa wa Kigiriki, na baadhi ya wanasayansi wengine wengi, wao ni katika miongoni mwa hao watu ambao hawaamini katika Mungu. Sasa ikiwa mtu haamini katika Mungu, unasemaje kuwa ni genius? Ikiwa mtu haamini kama kuna Mungu, unawezaje kusema kuwa ni genius? Huyu atakuwa hana akili, kwa sababu mtu mwenye akili kwa vyovyote anajua kama kuna Mungu. Siku moja aliwahi kutokea Imam Malik, walimfuata hawa watu, wanaitwa watu wasioamini kama kuna Mungu duniani. Walimfuata kutaka munakasha, kwamba wewe unasema kuna Allah yupo, tunataka utuonyeshe huyo Allah wako yuko wapi. Wakataka mnakasha, mazungumzo, mjadala na yeye. Imam Malik akawaambia sawa, mimi nitakuja. Wakati anakuja Imam Malik, watu wakawa wanamsubiria, wakaweka appointment ya siku fulani, saa fulani wakubaliani. Imam Malik akawa anakuja ile siku. Alipofika mahala njiani akajichelewesha. Mdahalo ulikuwa uanze saa 8 kamili mchana. Imam Malik akajichelewesha mpaka saa 10 ndio anaingia katika uwanja wa mdahalo. Anafika pale anakuta kuna
tuhuma kwamba muoga, anaogopa na nini, amekimbia. Anakuta watu wameeneza taarifa kwa Imam Malik amekimbia, kwa hiyo amefika pale late. Wakasema hata kama amekimbia, mandhari kafika huyo, mdahalo lazima ufanyike hapa. Imam Malik akaingia kwenye kiti akakaa. Alipokaa, wale waendesha mdahalo wakawaweka na wale watu wengine ambao hawaamini kama kuna Mungu, wakaanza kuulizwa maswali pale. Lakini kabla ya maswali wakamuuliza kwamba kilichomfanya achelewe njiani ni kitu gani, kwa sababu walipanga appointment ya saa 8, yeye kafika saa 10. Tuambie Imam Malik, kilichokufanya uchelewe ni kitu gani? Imam Malik akawaambia, swali zuri, wakati nakuja nilifika mahala nikakuta kuna bahari, lakini nilipokuta bahari ile, wakati naitazama ghafla nikakuta kuna mbao zimetokea pale baharini. Zilipotokea zile mbao, nikaanza kuona misumari na yenyewe imetokea ghafla. Baada ya misumari nikaona kuna nyundo imetokea ghafla. Mara jahazi linajigonga gonga lenyewe, linajigonga gonga, mara likaundika jahazi. Nikaona jahazi linatembea kwenye maji, hilo linaondoka. Wale watu wa pale wakamwambia, wewe Imam Malik unachanganyikiwa nini? Akamwambia, nachanganyikiwa vipi? Akamwambia, inawezekana vipi mbao zitokee ghafla, nyundo, misumari, kisha jahazi lijitengeneze lenyewe lianze kutembea lenyewe katika maji? Imam Malik akawaambia, kama hamuamini katika hilo, vipi mnaamini kila kitu kimekuja by nature katika ulimwengu, kwamba hamuamini kama yupo aliyeumba? Ule mjadala ukaishia pale pale. Imam Malik akawa ameshinda bila mjadala kuendelea. Sasa maana yake ni kwamba wako baadhi ya watu wanaamini kwa hivi vyote mnaviona duniani vimekuja by nature, yani imekuja kwa mlipuko, big bang, ile big bang, kwamba pepo kimetokea tu, ardhi imekuja yenyewe, miti yenyewe, bahari yenyewe, hakuna aliyeumba. Wanaamini hivyo, lakini Waislamu hawaamini katika hilo. Sasa ukimsoma Albert Einstein, yeye anaamini kwamba hakuna Mungu duniani. Mtabishana hapo mpaka kesho, lakini msimamo wake Albert Einstein haamini kama kuna Mungu. Sasa wanasema kuwa ndio genius. Sasa ukisoma katika historia, Albert Einstein hakuwa hata na diploma, na nyinyi mnajua Albert Einstein ugunduzi na tafiti mbalimbali ambazo amezifanya, lakini hakuwahi kuwa hata na degree, hakuwahi kusoma hata chuo kikuu, hakuwahi Albert Einstein. Lakini wanasema kuwa ndio mwanadamu genius, kitu ambacho sio sawa sawa. Kwa hiyo ukisoma katika historia, Al-Khawarizmi ndiyo mwanawachuoni wa mwanzo kugundua hesabu za algebra. Lakini ukisoma katika historia, kuna mwanawachuoni wa Kiislamu ambaye aliyekuwa akiitwa Ibn Sina, au waliosoma elimu ya medicine wanamuita Avicenna. Ni mwanawachuoni wa Kiislamu aliyezaliwa 980 na akafariki 1037. Unaweza ukaona umri alioishi na tafiti alizofanya, na ndio bingwa wa tiba. Waliosoma elimu ya medicine, katika miongoni mwa reference kwenye masomo yao, sehemu ambapo wanakwenda kufanya rejea, ni kwa Ibn Sina, Avicenna. Lakini ukisoma katika historia, Ibn Sina ndio mgunduzi wa mwanzo wa Panadol, paracetamol. Mgunduzi wake ni Ibn Sina, ni mwanawachuoni wa Kiislamu. Hakusoma university yoyote, bali ni mtu aliyesoma elimu, silsila yake inafika kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu ni mgunduzi wa medicine, madawa mbalimbali ikiwemo Panadol. Unajua Panadol inatokana na miti. Sasa Ibn Sina alifanya utafiti miti mbalimbali, akaiunganisha ikapatikana hiyo Panadol. Japokuwa leo wamekuja kuimodify, ipo katika mtindo unaona kama kidonge, lakini zamani Panadol ilikuwa katika mtindo wa miti. Ibn Sina alichanganya akaweza kupata pain killer, ni dawa ambayo ilikuwa inaua maumivu, lakini mgunduzi alikuwa ni Ibn Sina. Bali Avicenna ndiyo mtu wa mwanzo. Zamani ilikuwa mtu akifanywa operation, wakati mwingine ilikuwa akifanywa operation, yani anapasuliwa bila kutiwa ganzi. Ilikuwa mtu anafanywa operation katika staili hiyo. Ndio maana hata masahaba walikuwa wakipata mitihani katika vita, kuchomolewa mishale au mikuki waliochomwa, ilikuwa inachomolewa kavu kavu, kulikuwa hakuna ganzi. Lakini baadaye elimu ilipokuwa imekuwa pana zaidi na watafiti wakiwemo kina Ibn Sina wakaja wakagundua ganzi. Ndio leo unaweza ukaenda hospitalini unafanywa operation, unaanza kuchomwa ganzi kwanza. Ile ganzi ni miti, Ndio maana leo unaweza ukaona kuna watu wanatumia kitu kinaitwa mkongo.
Vijana wengi watakuwa wanajua mkongo ni kitu gani. Mkongo huwa wanaua sehemu fulani katika kiungo cha mwanaume. Yaani unaona kuna kuwa na ganzi kule. Ule ni mti. Ule ni mti. Sasa ule mkongo ukiupaka hata hapa kwenye mkono, yaani hii sehemu inakufa kabisa, na unaweza ukachana na kiwembe usisikie maumivu. Yaani hisia inakufa kabisa hapa katika mkono. Sasa ile ni miti ambayo kina Ibn Sina waliigundua, ikafikia mahala sasa operations zikawa zinafanyika kwa ganzi. Lakini mgunduzi wake alikuwa ni mwanawachuoni wa Kiislamu. Bali ukienda mbele zaidi, kuna mwanawachuoni alikuwa akiitwa Ar-Razi. Ar-Razi ni mwanawachuoni ambaye alizaliwa 865 na akafariki 925. Alikuwa ni daktari, lakini ni mtu wa kemia. Alikuwa ni mkemia pia. Alikuwa anaweza kuchukua dawa hii na dawa hii akachanganya ikatibu kitu cha aina fulani. Alikuwa ni mwanawachuoni mkubwa sana, lakini alikuwa ni mgunduzi na mtafiti wa mambo mbalimbali. Kwa hiyo ukisoma hawa wote ni watu waliochukua elimu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kuna mwanawachuoni alikuwa akiitwa Jabir ibn Hayyan. Alizaliwa 721 na akafariki 815. Alikuwa ni mwana chemistry. Leo ukienda katika shule mbalimbali vijana wanasoma chemistry. Lakini mtafiti na mgunduzi wa elimu ya chemistry alikuwa ni nani? Alikuwa ni Jabir ibn Hayyan, ni mwanawachuoni wa Kiislamu. Hawa wote walichukua elimu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hakuna elimu utakayoizungumzia katika Uislamu isipokuwa lazima utamtaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Mtume alikuwa ndiyo mwanasayansi wa mwanzo kutoka duniani kwenda Palestina na kutoka Palestina kuelekea katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Neil Armstrong na mwenzake Yuri, wakati wanatoka duniani kuelekea space, walikuwa na vyombo mbalimbali. Walikuwa na oxygen, walikuwa wamebeba oxygen ambayo itawawezesha kukaa huko space. Unajua Mwenyezi Mungu alivyoumba, ukitoka kwenye tabaka hili la dunia, kuna baadhi ya matabaka ukifika huko juu, mwanadamu unakuwa huwezi kupumua sawa sawa. Yaani huwezi kupumua. Kuna tabaka ukilivuka tabaka hili la dunia, kuna tabaka ukienda mwanadamu anakuwa hawezi kupumua. Lakini ukienda kule juu zaidi, kuna gravitational force au force of gravity. Yaani kuna kitu kikienda juu hakiwezi kurudi chini. Lakini Neil Armstrong na mwenzake walibuni vyombo ambavyo vingewawezesha kwenda na kurudi. Walibuni vyombo ambavyo vingewawezesha kwenda na kurudi. Kwa maana kuna baadhi ya sehemu ukienda huko juu, kama una chombo maalum cha kurejea chini, unaweza usirudi. Kwa sababu kuna force of gravity. Watu wanasoma form 1, form 2 watakuwa wanajua gravitational force. Kwamba kuna kitu kikienda, kuna tabaka ukivuka, kikienda juu hakiwezi kurudi chini. Lakini ajabu ni kwamba mwanasayansi huyu ambaye ni Mtume aliweza kwenda bila ya oxygen. Bila ya oxygen aliweza kwenda. Na alivuka mpaka kwenye ile tabaka na akaenda zaidi ya hapo. Na ilifika mahala akafika sehemu ambayo Jibril alayhi salam akashindwa kwenda hiyo sehemu. Maana Jibril ni katika miongoni mwa viumbe walioumbwa kimaajabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril katika umbile lake la kimalaika ana mbawa 700. Mbawa akikunjua mbawa zake zile za kupaa 700. Yaani akikunjua hapa mashariki na magharibi, wewe huwezi kumuona mwisho wake wala mwanzo wake. Jibril alayhi salam. Sehemu aliyofika Mtume, Jibril alishindwa kufika. Lakini Mtume aliweza kuvuka hiyo sehemu. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anataka kuonyesha muujiza wake kwamba yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala na mwanadamu ni mwanadamu. Lakini hawa wanasayansi wa kidunia, sehemu walizokwenda, hata mimi na wewe tukivaa vifaa maalum tunaweza kwenda. Lakini sehemu aliyofika Mtume hakuna mwanadamu anayeweza kufika, wala hakuna nabii aliyeweza kufika sehemu hiyo isipokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali wanawachuoni wanakhtilafiana, ikhtilafu ya wanawachuoni katika mapokeo. Wapo wanaosema kuwa Mtume alipelekwa ruhia, alipelekwa kiroho, na wapo wanaosema alipelekwa ruhia wa jismia. Wapo wanaosema Mtume alipelekwa kiroho na kimwili. Wako wengine wanasema kwamba Mtume alikuwa alioteshwa, yani alipelekwa kiroho. Lakini wanawachuoni waliokuwa wengi, na hii ndio kauli raja, ndio kauli yenye nguvu,
kwamba mtume alipelekwa ruhia wa jismia, alipelekwa kiroho na kimwili kutoka Makka, Palestina ila samai ala, mpaka katika wingu wa juu, na hakuna mwanasayansi aliyeweza kuthubutu kufanya hivyo. Leo tunatoka Dar es Salaam, tunasema tumeendelea Dar es Salaam mpaka Dodoma SGR kwa mwendo wa masaa mawili si matatu, masaa mawili matatu, Dar es Salaam mpaka Dodoma. Lakini mtume katoka Makka mpaka Palestina sio masaa matatu, yani unazungumzia ndani ya dakika kadhaa, safari ya miezi mitatu. Yani unapozungumzia umbali wa kutoka Makka mpaka Palestina ni kilomita kadhaa, yani ni zaidi ya kilomita 1000 lakini ni safari ambayo mtume aliitembea ile safari kwa muda wa dakika kadhaa. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaonyesha muujiza wake. Ndio maana al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi akatunga kitabu maalum akakipa jina Al-Mu'jizatul Kubra, kwamba safari ya mtume ulikuwa ni muujiza mkubwa ambao mfano wake ulikuwa hakuna. Bali wanawachuoni wanasema baada ya muujiza wa Qur'an, muujiza mkubwa unaofuatia wa mtume ni muujiza wa Isra wal Mi'raj, ni muujiza wa mtume kutoka Maka kuelekea mbinguni. Huu ndio muujiza wa pili ambao ndio muujiza mkubwa baada ya Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndio muujiza mkubwa aliyokuja nao bwana mtume Muhammad. Na ukitaka kujua Qur'ani ni muujiza mkubwa, imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Yani Mwarabu hata kama anajua kuongea Kiarabu, hata kama anajua Kiarabu, lakini Qur'ani anakuwa hawezi kuisoma mpaka afundishwe kusoma Qur'ani ndio anaweza. Ajabu ya Qur'ani ipo hapo, muujiza wake umejificha hapo, kwamba mtu anaweza akawa anajua Kiarabu lakini Qur'ani asijue kabisa, muujiza wake umejificha hapo. Lakini ajabu ni kwamba mtu anaweza akawa bingwa wa kuandika mashairi ya Kiarabu lakini asiweze kuandika mfano wa aya za Qur'ani, mfano tu wa zile, hakuna anayeweza. Huo ni katika miongoni mwa muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyoweka ndani ya Qur'ani. Muujiza mwingine wa Qur'ani ajabu ni kwamba sasa hivi unaweza ukachukua nyimbo ya msanii ukahifadhi kichwani, ukakaa hata kama baada ya miaka 10 ukawa unaikumbuka Qur'ani, ukiisoma ukahifadhi, ukikaa ndani ya wiki 3 tu Qur'ani ukufanya murajaa, Qur'ani ile unaisahau, inaondoka. Yani yenyewe ina kawaida ya kuhama, anayehama na yenyewe huwa inahama. Qur'ani ina muujiza huo. Lakini Qur'ani ina muujiza ni maneno ambayo yanatembea na wakati, yani zama zilizopita, zilizopo na zitakazokuja. Kitabu ni kile kile cha Qur'ani, maneno ni yale yale Allah subhanahu wa ta'ala, na yametumika wakati ule uliopo na ujao. Yani ni kitabu ambacho hakipitwi na wakati. Sisi tunaweza kupitwa na wakati, lakini Qur'ani haipitwi na wakati. Kitakuja kizazi huko mbeleni, Qur'ani ni hii, haibadiliki, ni na watatumia Qur'ani hii, aya ni hizi, na watu watagundua, watafanya tafiti kupitia Qur'ani hii. Ni kitabu ambacho kinatembea na wakati. Kwa hiyo kuna muujiza umefichwa kwenye Qur'ani, ndio muujiza mkubwa. Lakini ulama wanasema muujiza wa pili ni safari ya mtume kutoka Makka kuelekea katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini mtume hakutoka Makka kuelekea mbinguni? Kwa nini mtume alitoka Makka kuelekea Palestina kwanza? Ili jambo nakumbuka mwaka jana tulilizungumza kwamba kwa nini mtume alitoka Makka akaelekea Palestina, alafu baada ya Palestina ndio akaelekea katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ilikuwa anaweza kumtoa pale Makka kumpeleka mbinguni, lakini kwa nini kwanza akampeleka Palestina kisha baada ya Palestina ndio akampeleka mbinguni? Kwani kuna nini Palestina? Hapa napo kuna somo kubwa la kujifunza, kuna somo kubwa sana la kujifunza kwamba kwa nini mtume kaelekea katika ardhi ya Palestina. Lakini kwa nini Isa ibn Maryam sehemu ile ile mtume ambaye amepita kuelekea mbinguni, na ndio sehemu ile ile ambayo Isa ibn Maryam alipazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaamini Isa ibn Maryam akufa, tunaamini Isa ibn Maryam amepazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wenzetu wanaamini Isa alikufa, alisulubiwa, akafa, akafufuka, wanaamini hivyo. Sisi tunaamini Isa ibn Maryam amepazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sehemu ile ile aliyopazwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio sehemu hiyo mtume aloitumia kuelekea ila samai al-a'la. Sehemu gani? Ipo katika ardhi ya Palestina. Lakini ukisoma ndani ya Qur'an aya hiyo ya mwanzo suratul Isra, Mwenyezi Mungu aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Mwenyezi Mungu anasema tumempeleka mtume kutoka Maka mpaka Aqsa, Palestina. Mwenyezi Mungu anasema barakna hawlahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake. Palestina, Mwenyezi Mungu anasema tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake. Ni vitu gani hivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anasema tumebariki katika ardhi ya Palestina? Kwa hiyo hapa napo kuna mulahadha hapa, kuna kitu hapa cha kuweza kujifunza. Vitu gani hivyo? Ni baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi ya Palestina. Kwa nini mtume kapelekwa Palestina? Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu? Kwa nini? Bali ukisoma katika historia, mitume mingi iliyokuja 120 na mingi ilikuja Middle East. Mitume mingi iliteremka Middle East, Mashariki ya Kati. Kwa nini mitume mingi iliteremka kule? Kwa nini? Kwa sababu ukisoma hao wakina Musa, wakina Isa, wakina Luti, wakina Nuhu, wakina Zakaria, wakina Yahya, wakina mitume mingi, wakina Daud, wengi walikuwa Middle East. Na Middle East ya wakati ule ilikuwa kubwa kwa sababu mpaka Babeli, Iraq ya leo ilikuwa ni Middle East. Ukisoma Syria, ukizungumzia Yaman, yote ni katika miongoni mwa Middle East. Na mitume mingi iliteremka katika ardhi hiyo, vipande tu, kwamba kwa mfano Luti kulikuwa na kipande chake Middle East, Nuhu, Hudi, Saleh kuna vipande vyao kule Middle East. Kwa nini mitume yote ilikuwa inateremka kule? Mtume pekee aliyekuja kutokea Hijaz alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katokea Hijaz. Lakini mitume iliyobakia kwa nini kule? Kwa hiyo hapo nako kuna mulahadha kidogo hapo. Kuna somo la kujifunza kwamba kuna siri gani mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ayazungumzie hayo. Kwa hiyo mwezi wa Rajab ndio mwezi ambao limepatikana tukio kubwa la mtume kutoka hapa duniani kupelekwa katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukio hilo ndo likamfanya mtume kuwa ndiyo mwanasayansi wa kwanza aliyeweza kutoka duniani ila samai ala, kuelekea katika mbingu ya juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mbingu ya 7, bali akafika ila sidratil muntaha, mpaka kwenye mkunazi wa mwisho, sehemu ambayo Jibril alayhi salamu hakuweza kufika, bali mtume Muhammad alifika. Kwa hiyo mwanasayansi wa mwanzo alikuwa ni bwana mtume. Tunasoma katika nadharia za namna watu wanavyowatukuza watu wao. Yaani kuna watu wameandika historia za kuwatukuza watu fulani na kuwafanya kuwa ndio watu ambao wana elimu zaidi kuwashinda watu wengine. Lakini mimi nimewapa mfano wa wanachuoni wa Kiislamu waliofanya tafiti na gunduzi mbalimbali. Bali bwana mtume miujiza yake aliyoifanya na namna alivyotoka duniani kuelekea mbinguni. Bali ukisoma katika elimu ya tiba, msome mtume katika elimu ya utabibu, utamuona mtume alikuwa ni nani. Bali msome mtume katika elimu ya chemistry, utagundua mtume alikuwa ni nani. Bali ukisoma utakuta mtume anawaambia kwamba mtu akiwa amenuswa au madenda ya nguruwe yakiwa yamekugusa katika mwili wako, unatakiwa ujitoharishe kwa maji mara 6 na mchanga mara 1, jumla mara 7. Bali wanasayansi wakaja wakatafiti kwamba kwenye mchanga kuna nini. Mtume ameamrisha watu wajitoharishe mara 6 kwa maji, mara 1 kwa mchanga. Bali wanasayansi wa leo wakaja wakagundua kwamba yale matemate ya nguruwe yana bakteria, na wale bakteria wanaweza kufa kwa mchanga. Bali mtume aliyazungumza hayo miaka 1400 na iliyopita. Kwa hiyo utagundua mtume ni daktari, ni mwanasayansi, ni mgunduzi. Vitu ambavyo mtume kavigundua miaka hiyo nyuma iliyopita, ndio leo wanasayansi wanakuja kugundua, wanakuja kuthibitisha. Tukianza kuorodhesha hapa viko vingi ambavyo leo watu wanakuja wanagundua. Ndege, mtu anaweza akajiuliza akasema ndege imegunduliwa na mtu fulani. Tukianza kukuambia historia ya ndege ilivyozungumza na Qur'ani, utakuja kuona mtume alizungumza haya miaka 1400 na iliyopita. Hizi balbu mnazoziona leo zinawaka, bali mtume alizungumzia hizi miaka 1400 iliyopita. Yani hakuna elimu unayozungumzia bali utamzungumzia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inshallah muda. Naam, somo letu la leo ilikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mwanasayansi wa mwanzo kuliko mwanasayansi mwingine yoyote kama wanavyotajwa wakina Neil Armstrong, wakina Yuri Gagarin, ambao wanasemekana kuwa walikuwa ndio watu wa mwanzo kwenda kutembea space. Lakini tumeona
Katika suratul Isra Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba mtu wa mwanzo kwenda katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali tumeona wanasayansi wa Kiislamu mbalimbali waliofanya tafiti na gunduzi mbalimbali katika historia ya Kiislamu kupitia elimu hii ya dini. Yuko mtu mmoja anaitwa Michael Hart. Yeye baada ya kufanya utafiti akagundua kwamba katika wanadamu duniani waliowahi kuwa na influence kubwa kuliko wanadamu wengine wote, yeye akataja watu 100. Alivyowataja wale watu 100, namba 1 akamweka Mtume Muhammad. Lakini sababu alizotaja akasema kwamba mtume ni mtu ambaye ameweza kuinfluence watu akiwa yuko hai na ameweza kuinfluence watu akiwa amekufa. Yaani mtume hayupo duniani, lakini ajabu ni kwamba ni kiumbe ambaye watu wanamfuata hali ya kuwa hayupo. Wakati yupo hai watu waliingia katika Uislamu kupitia yeye, na baada ya kuwa hayupo bado watu wanaendelea kuingia katika Uislamu hali ya kuwa hayupo. Sasa huyu mwandishi Michael Hart akaona katika wale 100 most influential people, katika miongoni mwa watu 100 waliowahi kuinfluence watu wengi, yeye akaona namba 1 amweke mtume. Lakini sababu ya pili akataja kwamba ndio mwanadamu aliyeweza kukusanya kila aina ya elimu unayojua wewe. Yaani kila alipokuwa anamsoma mtume alimkuta mtume kwenye kila elimu yupo. Akasema kama kuna mtu aliweza kuinfluence watu katika elimu, basi hakuna aliyekuwa anaweza kumzidi mtume. Kwa hiyo alimchambua mtume katika nyanja nyingi, bali akaenda mbali zaidi akasema kama ingelikuwa dunia inahitaji kutatua changamoto za kiuchumi, basi angelikuwepo mtume leo, angeweza kutatua changamoto za kiuchumi kwa muda wa dakika moja. Dakika moja tu mtume angejua namna gani dunia iweze kujikomboa kiuchumi. Si mnaona ajira hakuna, taabu za kiuchumi duniani. Lau kama mtume angekuwepo, dakika moja tu mtume angejua tufanyeje ili watu waweze kuwa na uchumi mzuri duniani. Kwa hiyo Michael Hart alimtafiti mtume akagundua kwamba mtume ndio kila kitu, bali watu wanajaribu kufanya tasghiri, kumdogosha mtume aonekane kuwa mtume si lolote si chochote. Lakini kila aliyekuwa anamsoma mtume anajikuta anaingia katika Uislamu. Bali leo ukienda katika nchi za Europe, Ulaya, watu wengi wanaingia katika Uislamu kwa kumsoma tu mtume. Mtu anakaa na msoma mtume anagundua kwamba huyu alikuwa mtume wa Mungu kweli, anaingia katika Uislamu, anaingia. Bali tumeona mpaka baadhi ya misikiti Ulaya inabadilishwa, baadhi ya makanisa yanabadilishwa inakuwa misikiti Ulaya. Bali ikaenda mbali mpaka ikafika hatua sasa hivi Ulaya watu wanaandamana kwamba hawataki Waislamu waingie Ulaya kwa sababu wanaona watu wao wanaingia katika Uislamu. Sasa issue sio watu kuingia katika Uislamu. Wajua wazungu wana kawaida moja, wana kawaida ile, yani kama kitu ni black ni black, kama white ni white. Yani akimsoma mtu akijua kwamba ni mkweli, wana kawaida ya kumfuata. Sio kama Waswahili. Mswahili anaweza akaona huyu jamaa ana kitu fulani, huyu jamaa amenizidi, lakini anaweza hata asiseme. Lakini wazungu wana appreciate kwamba huyu jamaa ni mkweli. Sasa kila wakimsoma mtume wanagundua kwamba huyu alikuwa ni mtume wa kweli. Kwa hiyo wanajikuta wanaingia katika Uislamu. Kwa hiyo mtume ndio kila kitu. Mtume ndio mwana science, mtume ndio mwana mathematics, mtume ni tabibu, mtume ni kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo katika mwezi huu wa Rajab ni mwezi ambao umepatikana au limepatikana tukio la mtume kutoka Makka kuelekea Palestina kuelekea katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akijalia wiki ijayo tutakuja kuelezea safari ya mtume ya kutoka Makka kuelekea Palestina. Safari ya mtume kutoka Makka kuelekea Palestina, sababu zake zilikuwa ni nini na kwa nini Palestina? Mtume aende Palestina. Mwenyezi Mungu amesema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwa Palestina. Kuna nini Palestina? Vitu gani vimebarikiwa Palestina? Kwa nini mitume ilikuwa inakwenda Middle East peke yake? Kwa nini mitume isije Tanzania? Kwa nini isiende Msanga Ngongere kule Uzaramoni? Kwa nini imeenda kule? Yote haya Mwenyezi Mungu kuna haja ya kufanya utafiti kwenye aya hii kugundua kwamba kuna nini, ulama wamezungumziaje. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل التفاسير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.